Tuna mwekezaji mmoja hapa anameja miti, kaibua milioni 85 ndani. Kaibiwa milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake. Alizichukua wapi? Alikaja nazo nyumbani, anajua yeye. Kesho atanyongwa hapo, ikanunua serikali. Nani anawapitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu ninyi huko kwenye wilaya? Ni washiriki wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu, ambako ma-DC ni wenye viti na madasi ni makatibu. Wanajua kwamba kuna mtu anaitwa afisa biashara wa wilaya, wanapaswa kukutana naye na wazungumze mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na uwekezaji wao na changamoto zipi wanazipitia. Au wote tunabaki tunashangana. Hivi hao watu wanaopita huku hawana mwenyama eneo nani wanga anawapa? Kwa tukasema tusijiulize maswali mengi, tuitane hapa. Tuzungumze kwamba maeneo haya huwa wanaomba halmashauri au kama kuna mtu ana eneo lake anawapatia, huwa wanakuja kujisajili. Papo mahala pa uhamiaji, papo mahala pa halmashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua. NSSF anajua kwamba mtu au na yeye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu na afisa utumishi, lakini kidamba yeye mwenyewe hana NSSF, anawasimamia hawana NSSF. Anaambia tunakulipa 300,000, wewe sema tunakulipa laki. Wamepeana mkataba ndani wa miaka 2, sema wewe ni kibarua kila mwezi. Baada ya miezi 4 wakimfukuza anakuja tena kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Nimefukuzwa, wamenionea, sijaipa stahili zake. Nani anayewaambia wafanyakazi kwamba kuna vitu vya wao kujua wanafanya kazi na mtu wa nje? Kwa sababu kesi nyingi hapo ukisikiza za kijinga, kwa sababu ya ujinga wa watu wetu wanadanganya na wawekezaji.